Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Mei 30 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba mtakatifu, ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako. Tumekuja miguuni pako sisi watoto wako wa kiume na wa kike, tukikimbilia rehema zako, tukija kwako kujisalimisha ili utembee pamoja nasi. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, tumefanya uovu, tumefanya machukizo juu ya nchi, nasi twaja kwako ukatusamehe, ukatusafisha na kututakasa. Tembea na kila mmoja wetu ukimgusa na kumbadilisha moyo wake, ukamsafisha na kumtakasa, ili Baba yetu wa mbinguni sisi tufae kwa watoto wako. Asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Asante kwa sababu utatembea nasi kila wakati. Dumu kuwa nasi sasa na hata milele, na ukatusaidie kudumu katika pendo lako sasa na hata milele. Ilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema kumwinua mtu wa Kalvari. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 3 aya 14 na 15. Neno la Mungu linasema, na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ninakuelekeza kwenye msalaba wa Kalvari. Ninakutaka kuzingatia kafara ya milele iliyofanywa kwa ajili yako, ili kwamba kwa kumwamini Yesu Kristo usiangamie, bali uwe na uzima wa milele. Ninakuelekeza kwa Yesu. Unaweza kuwa salama katika kusalimisha kwake utendaji wa ndani wa akili yako. Bwana Yesu amekununua kwa gharama isiyo kifani. Unaweza kusalimisha utunzaji wa roho yako kwa Yesu. Unaweza kumwamini yeye kuwa mshauri wako. Endelea kusogea karibu na Mungu, atakusaidia. Hakikisha unapokea nuru yako kutoka kwenye chanzo cha nuru yote. Yeye ni kitovu kikuu cha nuru kuu ya ulimwengu wa mbinguni na nuru kuu ya dunia. Atamwangazia kila mtu ajaye duniani. Jipatie kiwango cha juu, si hafifu na cha chini. Kuza upole wa Kristo. Jipatie mafanikio ya juu zaidi, na jipatie uvuvio toka kwa Yesu Kristo. Yeye ni rafiki yako. Unaweza kumtegemea yeye daima na kumpata yeye aliye mwaminifu na wa kweli. Unapohitaji huruma yake katika fadhaa kuu, maumivu na majeraha yako, hata kupita na kukuacha. Kwake unaweza kumwendea kwa usahili wa watoto. Kwake unaweza kuja kwa furaha na raha, kwa kila kitu kinachofurahisha katika matumaini yako, kwa kila mafanikio yanayofuatia kazi zako katika Bwana. Mtazame Yesu na uweke heshima zote miguuni mwake. Kila kitu kinategemeana na jinsi unavyotembea katika unyenyekevu wote wa akili. Andika jina la Yesu juu ya bendera yako, na kama usivunjie heshima jina lake. Tulipewa mbingu yote katika Kristo Yesu. Mheshimu kwa kumtolea yeye huduma bora na takatifu mno ya moyo. Ameyatoa maisha yake kwa ajili yako. Ni nani huyu aliyefanya hili?
Ni mwana pekee wa Mungu, yeye ambaye alikuwa mmoja na Baba kabla ya ulimwengu kuwepo. Inue bendera yako, inue juu zaidi. Kamwe usiache iburuzike katika mavumbi ya ardhi. Mtukuze Yesu, mwinue Yesu juu, mtu wa Kalvari, juu tena juu zaidi. Hii ni Mei 30, tukiangazia mada isemayo kumwinua mtu wa Kalvari. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu,
ndiyo tulio